Habari yako mzazi na mlezi. Tega sikio lako twende pamoja. Hivi unajua kwamba jinsi unavyomlea mtoto wako leo ndivyo itakavyoathiri maisha yake ya baadaye? Tafiti zinaonyesha kuwa watoto wanaolelewa katika misingi imara ya maadili hukua wakiwa na nidhamu, heshima na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Malezi si tu kumpa mtoto chakula na mavazi, bali ni kuhakikisha anakuwa na msingi thabiti wa maadili. Katika video hii tutazungumzia mbinu bora za kulea mtoto katika maadili mema, tukitumia misingi ya saikolojia, dini na jamii. Tafadhali kaa nami hadi mwisho wa video hii ili ujifunze mbinu zinazoweza kubadilisha maisha ya mtoto wako na kumwandaa kuwa mtu mwema katika jamii. Jambo la kwanza, twende tukaangalie umuhimu wa malezi bora ya maadili. Malezi ni msingi wa tabia ya mtu mzima. Watoto wanaolelewa kwa maadili mema hukua wakiwa na nidhamu, heshima na uwajibikaji. Tafiti zinaonyesha kuwa miaka 7 ya kwanza ya mtoto ndiyo yenye athari kubwa kwa maisha yake ya baadaye. Kila mtoto huzaliwa akiwa na uwezo wa kujifunza, lakini mazingira anayokulia ndiyo yanayochangia tabia yake. Mzazi au mlezi ana jukumu kubwa katika kujenga tabia ya mtoto. Ana jukumu kubwa la malezi bora, kwa sababu malezi bora husaidia mtoto kuwa na uwezo wa kuchambua mema na mabaya, kuwa na heshima kwa wengine na kuwa na nidhamu ya ndani inayomfanya afanye yaliyo sahihi hata kama hakuna anayemuona. Hivyo basi, unapomlea mtoto jiulize, je, ninamfundisha nini kupitia maneno yangu? Ninamfundisha nini kupitia matendo yangu? Na jiulize jinsi unavyoshughulikia changamoto za maisha yako. Jambo la pili, tutaenda kuona kuwa mfano wa kuigwa kwa mtoto. Watoto hujifunza kwa kuiga zaidi ya kufundishwa. Ikiwa unataka mtoto wako awe mkweli au awe mwaminifu na mwenye nidhamu, basi onyesha tabia hizo kwanza wewe. Watoto wanatazama kila hatua ya wazazi wao na kuiga kile wanachokiona. Kwa mfano, wewe mzazi ukiwa unadanganya kwa sababu fulani, mtoto naye atajifunza kuwa uongo ni sehemu ya maisha. Lakini ikiwa mzazi anaongea uaminifu na heshima kwa wengine, mtoto atajifunza hivyo pia. Unaposema samahani pale unapokosea au unaposhukuru pale ambapo unakuwa umepewa msaada, unamfundisha mtoto thamani ya unyenyekevu na shukurani. Hakuna mtoto anayezaliwa na maadili tayari. Maadili yanafundishwa kupitia matendo ya kila siku. Ndugu mzazi na mlezi, kuwa kioo bora kwa mtoto wako. Jambo la tatu ni kumfundisha nidhamu na uwajibikaji. Nidhamu sio kumpiga au kumpigia kelele mtoto, bali ni wewe kuangalia jinsi ya kufanya maamuzi sahihi ambayo yatakuwa yanamjengea mtoto nidhamu chanya, kwa kumweleza badala ya kumwadhibu kwa hisia. Mpe majukumu madogo madogo anayoweza akayafanya kulingana na umri wake, kama kupika vyakula vile vidogo vidogo, kupangilia ndani, kusaidia kuandaa meza, kupanga chumba chake. Hii itamfundisha kuwa kila kitu kina utaratibu
na kuwa maisha yanahitaji juhudi na uwajibikaji. Pia hakikisha kuwa unampa maelekezo ya kwa nini sheria fulani ipo, badala ya kumlazimisha kufuata bila kuelewa. Mfano, badala ya kusema usichelewe kurudi nyumbani, unaweza ukamwambia kurudi nyumbani mapema kuna kusaidia kuepuka hatari na kupata muda wa kupumzika kwa ajili ya kesho. Jambo la 4, nitaenda kuzungumzia kuwasiliana na mtoto kwa upendo na uvumilivu. Mtoto anayesikilizwa na kueleweka huhisi kuwa ana thamani na inamfanya awe na ujasiri wa kushirikisha wazazi wake kuhusu changamoto zake. Kujenga mawasiliano mazuri kati ya mzazi na mtoto huimarisha uhusiano wao na kumfanya mtoto awe huru kuelezea mawazo yake. Epuka kumkatiza mtoto anapozungumza. Badala yake, msikilize kwa makini na umpe nafasi ya kuelezea mawazo yake. Mazungumzo ya wazi na yenye upendo husaidia watoto kuwa na uwezo wa kutatua matatizo yao kwa njia sahihi bila kuogopa kushirikisha wazazi wao. Unda utaratibu wa mazungumzo ya kifamilia angalau mara moja kwa wiki, ambapo watoto wanaweza kueleza changamoto zao bila kuhisi wanahukumiwa. Hii itamsaidia kukuza uwezo wa kujieleza na kuimarisha uhusiano wa familia. Jambo la 5, tunaenda kuzungumzia kuweka mipaka na sheria zinazoeleweka. Watoto wanahitaji mipaka ili kuelewa tofauti kati ya kilicho sahihi na kilicho kibaya. Sheria zisizoeleweka vizuri zinaweza kumchanganya mtoto na kumfanya asijue nini cha kufanya. Sheria zinapaswa kuwa wazi na thabiti. Kwa mfano, badala ya kusema usichelewe kurudi nyumbani, unaweza kusema unapaswa kuwa nyumbani kabla ya saa 2 usiku. Hii inampa mtoto ufahamu wa moja kwa moja na matarajio yako. Pia, hakikisha kuwa unafafanua sababu. Watoto wanahitaji kuelewa kwamba sheria zinawalinda na si kuwazuia tu. Wakati mwingine wanaweza kujaribu kupinga, lakini ukiwa na msimamo thabiti wenye maelekezo, watakubali taratibu. Jambo la 6, tunaenda kuzungumzia kumfundisha mtoto maadili ya kidini na kijamii. Dini ina maadili ya kijamii, na dini na maadili ya kijamii huchangia kwa kiasi kikubwa katika kumjenga mtoto kimaadili. Mafundisho ya kidini yanamsaidia mtoto kuelewa dhana ya uadilifu, uvumilivu na upendo kwa wengine. Fundisha mtoto thamani za kusaidiana na wengine, uaminifu na kufanya yaliyo sahihi hata kama hakuna anayemuona. Kwa mfano, mtoto anaweza kufundishwa umuhimu wa kuwa mwaminifu na kusaidia watu wenye mahitaji bila kutegemea malipo. Pia, tafuta njia za kumfanya aone umuhimu wa dini kwa vitendo. Kama familia yako inasali au ina ibada maalumu, mjumuishe mtoto ili ajifunze kuwa maisha yana miongozo ya kufuata. Malezi ni jukumu muhimu linalohitaji upendo, uvumilivu na uelewa. Kama mzazi au mlezi, una nafasi kubwa ya kuhakikisha mtoto wako anakuwa mtu mwema katika jamii. Je, unakubaliana na mimi? Tuandikie maoni yako hapa chini. Unatumia mbinu gani kulea watoto wako katika maadili mema? Pia usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii kwa wazazi wengine. Kumbuka, tunawajibika pamoja katika kulea kizazi chenye maadili mema.